Sasa, kwa jambo la kwanza la kufahamu katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho upo bati hauonekani kwa macho, ila upo na unafanya kazi na unakaa na matokeo makubwa sana. Nisikilize, wachawi, ushajiuliza kwa nini wachawi huwa wanafanya vikao vyao hapa uchi? Alafu nakuta yupo baba yupo mama na hawaoniani aibu. Yaani mama na mtoto wote ni wachawi, alafu hawaoniani aibu. Ushajiuliza? Alafu wote hapo uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ulimwengu wa roho yani sio kama huu wa mwili tulionao. Na ndio maana Adamu na Hawa walipokuwa bustanini, before dhambi haijatokea, walikuwa wana nguo, lakini walikuwa hawajioni kama hapo uchi, si ndio? Ni kwa sababu walikuwa wanaishi katika ulimwengu wa roho. Manake dhambi ndio iliyokuja ikautoa ulimwengu wa roho ndani ya wanadamu, alafu tukabaki ni makapia, yani ya nje. Na ndio maana kumaster ulimwengu wa roho lazima uende deep sana na Mungu. Yaani hapo ndipo dhambi ilitushindia, yani ndipo ilipotuwezea. Maanake ni kwamba ulimwengu tulikuwa na uwezo wa kufanya chochote. Yaani hakuna chochote ambacho kingekuwa kina uwezo juu yetu kama tungelikuwa na ule utukufu wa mwanzo. Lakini dhambi sababisha tukaondolewa kwenye ule utukufu wa ulimwengu wa roho tulikuwa tunaishi. Tukahamishwa kwenye mwili. Bwana pesifa. Na ndio maana wale watu walikuwa hapo uchi lakini hawajui. Lakini angalia baada ya dhambi ndipo kumbe uko hivyo. Uko hivyo. Wakaanza kushangana, mbona uko hivyo wewe? Mbona mimi niko hivyo? Yote ni matokeo ya dhambi. Bwana pesifa. Bwana pesifa. Kwa ndio maana hata wachawi wakiwa katika ulimwengu wa roho hawaoneani aibu. Anaweza kama kwenye ikao yupo na binti yake, wote wapo uchi wa mnyama, lakini hakuna ambacho wanafiri, yaani hakuna ambacho yaani hawaoni aibu yote. Kwa sababu hawapo katika mwili. Maana hii mwili ndio ambayo yaani maisha ya kuishi kimwili ndio yametufanya tufeli kwenye vitu vingi sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa ulimwengu ambao upo lakini hauonekani kwa nini? Kwa macho, ila unafanya kazi sana na una matokeo makubwa sana. Na ndio maana ulimwengu wa roho una uwezo wa kufunga familia yenu wote msiolewe na usiolewe. Ulimwengu wa roho unasema kuanzia leo familia ya fulani hakuna mtu kuolewa. Unakuta binti wa kwanza ana miaka 30 yupo nyumbani, wa pili miaka 29, wangapi yupo miaka 25, wote hata na sio kama ni wabaya, wana sura nzuri, ni warembo, ni wanini, wanaoga, wanavaa vizuri, lakini ulimwengu ulishaweka limit kwamba hawa watu hawatatoka hapa. Bwana asifiwe sana. Sasa tukizichukua zile power, ndio maana kufundisha ulimwengu wa roho ili utambue. Natamani kizazi changu yani tuhame kutoka kwenye kuchukulia vitu kimwili, yani kuishi kimwili, halafu tuanze kuishi kio. Ndio maana moja ya kugundua ulimwengu wa roho, na ndio maana nikitamka nikasema nikaamuru kwa jina la Yesu, mtu aliyepo labda wapi, nisema aliyepo Kigoma, labda kuna mchopo Kigoma amepanga niue, hapo nikasema katika jina la Yesu Kristo na kuamuru anguka, anaanguka. Kwa sababu nimezungumza katika roho. Hakuna kitu chenye uwezo wa kuzuia ulimwengu wa roho. Ndio maana mchawi ambaye yupo Sumbanga anaweza akatuma uchawi kwa hapa na tena sekunde hii anakufyeka. Ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Bwana pesifa. Ukiwa na uwezo wa kumaster ulimwengu wa roho, vitu vyako vitaenda simple sana. Kwa sababu hakuna kitu kitakachotokea ukifahamu. Moja ya faida ya kuelewa ulimwengu wa roho ni kwamba chochote kile ambacho kitakuja au kitaplaniwa lazima utakifahamu. Bwana asifiwe sana. Juzi nikana maombi baada ya Roho Mungu kuendelea kunifunika kabari, nikamwambia Roho Mtakatifu, ninaomba usiku wa leo unifundishe namna gani ambavyo ulimwengu wa roho huwa
yaani kwangu huwa unafanya kazi, ulimwengu unafanya kazi hivi. Wakati nimetoka ilikuwa saa 9, nimemaliza maombi saa 10, nimerudi kulala. Nimefika kitandani, nikachukuliwa, nikajiona nipo sehemu, nipo naelekea hivi, nakimbia. Halafu kuna kundi la watu wasiohesabika, watu wengi, yaani sio watu, yaani majitu, yaani vitu vya ajabu ajabu vinanijia ili kuniangamiza, yaani vinakuja na silaha nini kuniangamiza. Alafu na mimi niko naelekea huko walipo. Nikasikia sio, niambia nataka nikufundishe kwa habari ya ulimwengu wa roho. Akaniambia Roho Mungu kwamba nataka nikufundishe maombi unayoomba huwa yanafanyaje kazi katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuomba mahali hapo ukaisikwa nipo naomba tu. Kumbe katika ulimwengu wa roho haisi uko unarusha vitu. Ndio maana unaweza kuomba hapa unashangaa watu wanaanguka, wanadondoka kwa sababu kuna kitu kinatendeka katika roho. Bwana asifiwe sana. Tunatamka katika mwili, lakini ndani huko vitu vinaenda. Bwana apewe sifa. Wakati nimefika nikajiona nipo nakimbia sasa. Wakati vile vinyama vimenikaribia, nikakuta mbele yangu kuna silaha nyingi, yaani kuna mishale mingi, yaani masilaha, mapanga, silaha nyingi zipo mbele yangu. Na hizo roho nikasema niambia jimwagie hivyo vitu. Yaani sio chukua. Yaani zile silaha nikanaziona kama maji vile. Kwa nikanazoa hivi najimwagia kwenye mwili. Najimwagia. Nikaona yaani nikizoa vinakuja visilaha vinafuna. Nikivimwaga kwenye mwili vinakaa. Maana mwili mzima ukajaa nini? Silaha. Wakati nipo napiga mbio na vielekea hivi vinakuja, wakati nimekaribia, nikasema sauti inaniambia nyosha mikono. Niliponyosha mikono hivi, zile silaha zikawa zinachomoka zenyewe kwenye mikono. Pia. Zinapiga. Nikajikuta nimeteketeza viumbe vingi sana. Mungu akaniambia, haya ndio maombi yanayofanya kazi katika ulimwengu wa roho unapokuwa unaomba. Ndio maana kwenye namo unapaswa kuwa serious sana. Unapata nafasi ya pray. Yaani omba kama utaomba tena. Omba serious, acha utani. Bwana apewe sifa. Ukisikia msukumo wa kufunga, funga. Yaani omba serious. Omba usiache. Bwana apewe sifa. Tunachokifanya mahali hapa akiishi hapa, yaani kina function katika ulimwengu wa roho, kina kazi kubwa sana. Haleluya. Jambo la pili ya kuelewa katika ulimwengu wa roho,